Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za leo mashinani. Hayati William Ole Ntimama anakumbukwa kuwa miongoni mwa wanasiasa mahiri mno, si tu sehemu ya umasaini bali pia katika siasa za kitaifa. Ole Ntimama ambaye amefariki akiwa na miaka 88 anakumbukwa kuwa mtetezi wa watu wa jamii yake na msemaji bora mno. Mwanahabari Mary Kilobi anatupa historia ya Ntimama ambaye alifariki usiku wa kuamkia leo. Tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Lakini ni kweli. Katika mahojiano na KTN News katika siku za mwisho za uhai wake, William Ronkurua Ole Ntimama aliashiria kuwa bado mcheshi licha ya kula chumvi nyingi miaka 88 duniani. Ntimama ambaye alikuwa mbunge wa Narok Kaskazini kwa takriban miaka 25 aliwahi kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali katika utawala wa marais wastaafu Mwai Kibaki na Daniel Toroitich Arap Moi, ambaye alikuwa mwandani wake mkubwa na kivutio kwa siasa za watu wa Masaini. Mwanasiasa huyo aliyewahi kuwa diwani na wakati huo huo kuongoza baraza la mji wa Narok kabla ya kuingia bungeni, alikuwa akitambuliwa na wengi kama kiongozi wa Masai, pamoja na kuwa kulikuwa na wababe wengine wa siasa kutoka maeneo hayo kama vile John King na marehemu Profesa George Saitoti ambaye alikuwa waziri wa fedha kwa siku nyingi, hali kadhalika makamu wa rais wakati wa utawala wa rais mstaafu Daniel Arap Moi. Ntimama anakumbukwa kwa misimamo yake ya kisiasa. Awali ukiwa msemo wake wa lie low like an envelope, uliokuwa ukilenga jamii nyingine ambazo alidhania zilikuwa zikiwadhulumu watu wake, msemo ambao aliufafanua baadaye. Nikamwambia nyinyi pia msije hapa mmesimama tu na kusema tutafanya. Lie low kidogo, alafu hawa wanaopata nafasi ya kuamka. Lakini ilikuwa antelope, si envelope. Vivyo hivyo katika utawala wa Kibaki na Raila, Ntimama alikuwa mstari wa mbele kutetea msitu wa Mau dhidi ya uvamizi na kumunga mkono Raila Odinga, huku waliokuwa wamepiga kambi katika msitu huo wakihamishwa na serikali. We cannot sit and let a group of people just to go in the forest, destroyed, so that we have no water and our people are dying. And sit there just to listen to some intimidation being poured from them. Si hayo tu, licha ya kuwa karibu na rais mstaafu Daniel Arap Moi, Ntimama alijiunga na wanasiasa kutoka KANU kama vile Kalonzo Musyoka, Raila Odinga, Mudi Awori kukatalia mbali uamuzi wa rais mstaafu Daniel Arap Moi wa kumtawaza Uhuru Kenyatta kumrithi. Kata kauli kuwa project Uhuru hamtaki. Chama tena hatutaki. Walijiunga na upinzani wa kabuni NAK ambayo iliondoa utawala wa KANU. Ntimama ambaye alisomea shule ya upili Alliance alichaguliwa kama waziri wa turathi za kitaifa, lakini akafutwa kazi na mawaziri wengine baada ya kuongoza kundi la kupinga katiba mwaka 2005. Katika serikali ya mseto alikuwa waziri wa turathi za kitaifa na wadhifa huo ukaisha baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu uliopita. Baadaye alionyesha ishara za waziwazi za kujiunga na Jubilee na kufika katika ikulu ya Nairobi. Kura zetu, mioyo yetu iko kwako, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Wakiongezwa vivyo hivyo katika mkutano wa mwisho uliohudhuriwa na Rais Uhuru Kenyatta katika kaunti ya Narok alikuwepo. Mola ailaze roho yake mahali pema. Mary Kilobi, KTN News. Na mtazamaji, pia katika mahojiano ambayo tuliweza kufanya naye marehemu William Ole Ntimama, ni mwanahabari mwenzangu ambaye aliweza kufanya mahojiano ya mwisho akiwa naye mwezi jana kama sijakosea mtazamaji. Hebu tuweze kusikia baadhi tu ya kauli zake kupitia mahojiano ambayo aliweza kufanya na mwanahabari Mary Kilobi.
Wakenya wametutumia jumbe wakituuliza, je, Mheshimiwa William Ole Ntimama siku hizi yuko wapi? Je, uko wapi? Siku hizi mimi ni mkulima. Lakini ni kuendelesha tu ukulima, maana nimekuwa kwa cabinet kama waziri miaka 25. Lakini hata wakati huo wote nilikuwa nikipata nafasi nafanya ukulima bora. Yaani nilianza kukuza ngano na barley kule area za Mao. Maana Mao ni nchi nzuri sana ambayo ngano, barley inazaa vizuri. Sasa nimeingia kabisa full, maana sina nafasi ya kuja Nairobi au kwenda bunge tena. Sasa nimeongeza pia ng'ombe wa maziwa hapo Narok, maana nina manyata ingine kidogo hapo Narok na tumeweka ng'ombe wa maziwa. Lakini bado huko juu tunakuza ngano na mahindi. Kwa hivyo niko busy kabisa. Maana kama nilivyoambia wenzangu wengine, hii idleness ni kitu mbaya sana. Ni ugonjwa ambayo inaweza kukuua. Na uko fluent sana kwenye lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili na vile vile lugha ya Kimasai nadhani. Je, umeweza kujifunzia wapi lugha hii? Kwa maana mara nyingi watu hasa wenye umri wako Kiswahili mara nyingi kinawatatiza sana. Napenda mazungumzo. Hata Kikuyu najua kidogo. Ulijifunzia wapi? Kwa kati ya wananchi tu. Yaani ukiwa katika mazungumzo unachukua lugha. Na basi tuangazie your famous statement, lie low like an envelope. Wengi wangependa kusema kwamba msemo huo pengine kidogo unaegemea upande wa ukabila. Sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na msemo huo? Wakati huo kweli kulikuwa na shida kidogo. Maana wakati huo ni miaka ya 80 na early 90. Alafu mimi kama mjumbe, unajua Wamasai hawajasoma sawa sawa kama makabila ingine. Na kuna watu ambao ni walaghai kidogo walioingia huko Masaini, wakadanganya watu, wakanunua maploti rahisi na hata wakalima katika chemchemi za maji. Sasa alafu kulima chemchemi ya maji ikakosa kwenda huko mbugani penye ng'ombe. Sasa ikawa farakano kidogo. Alafu tulipofanya baraza nikawaambia, nyinyi pia msije hapa mmesimama tu na kusema tutafanya. Lie low kidogo, alafu hawa wapata nafasi ya kuamka. Lakini ilikuwa antelope, si envelope. But it became such a popular political clinch that we had to let it be envelope. Pengine tutakosea tukisema kwamba umejiunga na serikali ya Jubilee na pengine hauko karibu sana na Mheshimiwa Raila Odinga. Unajua siasa nayo ni mchezo wa ajabu sana. Mara hapa, mara pale. Lakini utajua tu karibuni. Wanasiasa ambao wako sasa wamekuwa wakishiriki katika semi za chuki ambazo pengine zinaeneza ukabila. Je, mtazamo wako kuhusiana na wanasiasa ambao wanaeneza chuki miongoni mwa Wakenya ni upi? Well, siasa ni kelele na wananchi inafaa wao ndio watachagua kama ni kelele ya maana au ni kelele isiyo na maana.
lakini mwanasiasa kwa kawaida husema, saa ingine anapotea, saa ingine analenga, kitu kama hiyo. Lakini kitu kikubwa ambacho lazima tumalize ni ufisadi, corruption. Maana nchi haiwezi kuendelea kama corruption inakuwa juu namna hii. Ni nani sasa ambaye unatarajia atachukua wadhifa wako kama kiongozi wa Wamasai? Kwa maana wewe ukizungumza Wamasai walikuwa wanakusikiza. Ni nani ambaye atakuwa kiongozi wa Wamasai hasa katika siasa, ambaye akizungumza watasema amezungumza? Kwa maana wewe umekuwa ni kiongozi wa Wamasai, ama wewe bado ni kiongozi wa Wamasai, lakini kidogo kisiasa uzungumzi sana. Ni nani ambaye unamkuza katika jamii ya Wamasai ambaye atachukua nafasi yako? Niko ndani yao hata sasa. Kwa hivyo bado hatujajua ni nani, lakini kuna wengi vijana ambao wanajitokeza wa maana sana, ambao wanajali maslahi ya watu yao. Na hata sisi tuko ndani, yani tunasikiliza, tunaongoza kidogo hapa kusema hii ilikuwa hivi, fanya hivi. Lakini bado hakuna mmoja ambaye anaweza kukuambia kwa leo ndiye kiongozi wa watu, lakini wako wengi ambao kwa kawaida watajitokeza tu. Nchi iwe moja na tumalize ufisadi. Naam, asante sana Mheshimiwa kwa wakati wako. Umekuwa mkarimu sana kwetu na Wakenya watafurahia sana.